wa imani walikatazwa kuchangamana na haya mambo. Sikukuu za kula, kunywa, kisha watu wanasimama kucheza. Yaani mmekula, mmekunywa, kisha watu wanasimama kucheza. Hizi sikukuu zimekatazwa. Soma wa Korintho sura ya 10 mstari wa ngapi? Soma wa Korintho sura ya 10 mstari wa 7. Sikukuu za kula, kunywa na kucheza. Sasa wewe unafata Biblia gani na maandiko gani yanayokuhalalishia haya mambo? Bwana asifiwe sana. Hata kwa Herode kukatwa kichwa kwa Yohana kulikuwa hivyo hivyo. Watu waliketi, wakala, wakanywa, kisha wakasimama kucheza, na katika kucheza kukatokea ile scenario ya Yohana kukatwa kichwa. Ndiko kukapikwa ajenda ya kukatwa kichwa, kula, kunywa na kucheza. Binti Herodia anacheza pale, anawafurahisha watu paka wakatoa ahadi ambazo zilisababisha mtu akatwe kichwa. Maana hata michezo inayochezwa kwenye hizi sikukuu za kuzaliwa ni michezo ya kipagani. Wewe unawezaje kucheza uwafurahisha watu? Bwana asifiwe sana. Kama huchezi michezo ya kipagani, unawezaje? Unachezaje uwafurahisha watu? Mnacheza nini? Na kuuliza wewe unayesherehekea happy birthday, unayesherehekea sikukuu ya kuzaliwa, waga unaisherekeaje? Unachezaje? Wanacheza nini? Hivyo vitu vinavyokuwa vinaendelea hapo vinamtukuza vipi Mungu wa mbinguni? Paka wewe unajiita ni Mkristo na uko halali sana kufanya vitu kama hivyo. Unamtukuzaje Mungu kwa hicho kitendo? Watu wangu wanangamizwa kwa kukosa maarifa. Amka kama umelala. Ufalme wa Mungu umekaribia kuja. Hivyo unapaswa kuenenda katika mienendo ambayo ipo sahihi, ambayo ingekufanya kuwa kwenye position ambayo unahesabika kuwa mmoja kati ya watakao ulisi ufalme wa Mungu. Tubu na uache hayo mambo, maana hayatakufikisha popote. Hatima yake ni kwenye ziwa la moto. Bwana asifiwe sana. Acha